Haya ndugu zangu, nimerudi tena. Mimi ni yule John Leon Ruben Ngomele. Sasa hivi hebu tujaribu kujikita kwenye kile chanzo chetu sisi. Historia yetu imekaaje ya kiroho? Sisi tulikuwa wapi? Na sisi tulikuwa wapi wakati neno lilikuwepo toka enzi na enzi, milele yote? Sisi tulikuwa wapi? Hebu nipasome mahali fulani. Tulikuwapo kabla ya kuja duniani na kuishi ndani ya mwili huu. Duniani ni kituo tulichopangiwa kwa sasa, ni kwa muda kadiri ya kanuni za mshikamano mkuu, na bado nafsi zetu zina muunganiko na nafsi kuu. Maisha yetu hapa duniani ndani ya mwili ni wito kwa kazi maalum na kwa makusudio maalum. Kila mmoja wetu ana wito anaotakiwa kutekeleza katika maisha yake ya kila siku. Narudia tena, nimeshazungumza sana siku za nyuma huko. Hatukuja duniani kuzurula. Tumekuja duniani ili tuhudumiane na sio kuhujumiana. Sisi sote ni wamoja. Hili maneno ni mazito sana. Inaendelea hivi. Kila kinachotuzunguka kipo chini ya kanuni hii. Sote ni wamoja, asili yetu ni moja, katika familia moja yenye maumbile tofauti, katika mfumo wa kubadilika kuonekana na kuonekana. Yaani nafsi zetu hazionekani, lakini miili yetu ambayo ni maumbo yanayoonekana. Hivyo ni hali kadhalika kwa nyota au sayari au miali ya umeme wa radi angani au mifumo mingine ya anga la juu huko kwenye magalaksi huko na kadhalika na kadhalika. Hii nishaizungumzia sana. Ndio maana nikakueleza wakati fulani, nikasema usishangae mimi nikikueleza kwamba moja ya nyota fulani unazoziona huko kuna nafsi ambayo siku za nyuma huko na yenyewe ilikuwa na mwili hapa duniani. Kwa hiyo mtu anapokuwa anajitenga na ile nafsi inakwenda kwenye nafsi kuu, inapangiwa maeneo mengine ya kwenda. Ndio kanuni hii ilivyokaa, ndio mtiririko wake, inapangiwa kwa mapenzi anayoona, ambayo hekima kuu inayoona kwamba hii nafsi sasa tufanyeje. Sasa tunafanya mchanganuo tena, nafsi fulani zichanganuke kutoka kwenye mshikamano, lakini bado zimekutana. Hiyo sasa ni muujiza, hatuwezi kueleza zaidi hapo kiundani. Inakuwaje nafsi zinakwenda zinajitenga, zinakaa katika vitu fulani, lakini vile vile bado ziko kwenye muunganiko? Sawa? Kwa sababu umbo lile ni moja, ndio muunganiko unaoendelea. Kokote watakapokwenda, kokote zile nafsi zitakapokwenda, ziko ndani ya ule mzunguko wa umbile kubwa lile la mshikamano wenyewe, ambao ni umbo moja tu kubwa, ambao lina vitu ndani, trillions za utitili wa vitu huko ndani. Kama tulivyoelezea habari ya mwili huu unavyoona hapa, hauwezi kuwa huu mwili unaofanya kazi bila kuwa na visaidizi vilivyoko huko ndani, bila kuweko na uhai huko ndani, bila kuwa na vimelea huko ndani vilivyobeba uhai. Kwa hiyo hapa na penyewe nilitaka tuweke sawa sawa, kila mmoja tuelewane, tunakwenda sawa sawa. Ninapozungumza kwamba miili yetu hii ina mlingano wa mbingu kuu, ambao ni mzunguko mkubwa uliobeba kila kitu, ninakuwa namaanisha kwamba vile vilivyoko ndani yake viko ndani ya mzunguko mmoja, kama ilivyo vingi vilivyoko ndani ya mwili vinavyosababisha kuonekana mtu mmoja. Imekaa namna hiyo. Kwa hiyo sasa tukizungumza habari kwamba sisi kumbe tulikuwa kutoka enzi hizo, kwa maelezo haya inamaanisha kumbe sisi kweli ni warithi. Kwa hiyo tusiwe na mashaka kwamba mtu akatoka kwenye reli kwamba sisi hatuhusiki. Sisi tunahusika, ni sehemu ya mbingu kuu, ni sehemu ya Mungu wa kweli. Tumo humo. Tuna mgawanyiko tu wa majukumu tu ya hapa na pale. Ndio maana unaona hapa mimi kuna binadamu niko tofauti hapa, na kuna mwingine na jirani huko, na majirani, lakini mwisho wa safari sisi wote ni wamoja tu. Kwa hiyo si vizuri sana tukakaa tunaumizana tukakaa hapa tunahujumiana. Haiwezekani.
Unapokuwa unamhujumu mwenzio, unajihujumu mwenyewe, unajihujumu mwenyewe. Ndio maana kuna maelezo ambayo hata kitabu kimeongezeka. Hii kitabu ya hapa na yenyewe ilieleza hilo jambo, ni katika hekima hiyo ya mbinguni, kwamba usichokipenda utendewe, basi usimtendee mwenzio, usimtendee mwenzio. Wewe upendi utendewe, sasa inakuwaje unamtendea mwenzio? Kwa hiyo inakuwa kama ile ya wahenga walivyosema, msemo wa wahenga, mkuki kwa nguruwe utamu, lakini mkuki ule ule ukimchoma binadamu haiendi hivyo, haiendi. Walikuwa na maanisha, huo msemo ulikuwa na maanisha heshimu na hivyo viumbe vingine. Ni kwa sababu unakwenda kule porini kwa sababu utafute sasa kitoweo, lakini usiwe na majivuno ya kutoa ule uhai wa ule mnyama. Uwe na nidhamu kwamba nakwenda nikuchome mkuki wewe, nikuchukue nipate kitoweo, tupate chakula sisi na jamii yangu, kwa sababu nimepewa nafasi ya kutawala. Na ni sawa sawa na huko baharini, samaki mkubwa na wameza wengine. Sasa tuwashtaki wale wanaomeza samaki wenzao? Haiwezekani. Kwa hiyo nini? Ni ile ni mfumo, ndio kanuni yenyewe. Sasa hiyo hatuwezi kuuliza kwa nini niwekwa hivyo. Hatuna maswali ya namna hiyo sisi, wala hatuhitaji, hayatatusaidia. Ila sasa lazima tuheshimu kwamba kumbe kuna kanuni inayoruhusu, ambayo haimfanyi mtu ana hatia